Marekani nayo yapanga mipango kuelekea mazungumzo kati yake na Iran. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff atakutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kupanga namna ya kuelekea katika mazungumzo dhidi ya Iran. Atafanya ziara nchini Israel huku kukiwa na ongezeko la mvutano kati ya Marekani na Iran kuhusiana na kitisho cha kukabiliana kijeshi kwa mahasimu hao. Witkoff ambaye alihusika pakubwa kwenye kile kilichoitwa mpango wa amani wa Trump katika ukanda wa Gaza anatazamiwa kuwasili mjini Tel Aviv siku ya leo ya Jumanne Februari 3, wakati kivuko cha Rafah kwenye mpaka wa Misri na ukanda wa Gaza kikifunguliwa jioni ya jana Jumatatu, hatua muhimu katika mpango huo ambao ilishaathiriwa mara kadhaa na utawala wa Israel. Hata hivyo, ni watu na bidhaa chache tu zilizoruhusiwa kuvuka, huku maafisa wakisema ni watu 50 pekee walioweza kupita kutoka katika kila upande kwenda upande mwingine, kati ya Wapalestina wapatao 20,000, watu wazima na watoto wanaohitaji huduma za haraka na matibabu kuokoa maisha yao. Kuhusu mazungumzo ya Iran ni kwamba mkutano huo ulitazamiwa kufanyika wakati Witkoff akitarajiwa kuelekea Istanbul baadaye wiki hii kwa mazungumzo na wawakilishi wa Iran kusaka makubaliano juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran ambao unapingwa vikali na Israel na washirika wake. Netanyahu ambaye amekuwa akishinikiza Marekani kuishambulia Iran licha ya kwamba alisema yeye hatahusika katika mashambulizi hayo na kwamba mashambulizi yasitokee katika taifa lake, anadai kuwa utawala wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ni utawala hatari kwa uhai wa taifa la Israel, huku serikali mjini Tehran ikimwelezea waziri mkuu huyo wa Israel kama kikwazo kwa amani ya kweli ndani ya eneo zima la Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi. Siku ya Jumatatu ya Februari 2, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran aliamuru kufanyika kwa mkutano kutuliza taharuki iliyozuka tangu pale Rais Donald Trump wa Marekani alipotangaza nia ya kuivamia kijeshi Iran kwa kisingizio cha kuwalinda waandamanaji waliokuwa wakipinga utawala baada ya maelfu kuuawa kwenye machafuko ya Disemba. Hata hivyo, kwa siku za karibuni Trump anaonekana kubadilisha kauli juu ya azma ya kuivamia Iran kutoka ile ya maandamano kurudi kwenye mpango wa nyuklia, miezi 6 baada ya kutangaza kuangamiza mpango huo kufuatia mashambulizi ya jeshi la Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran vilivyotanguliwa na vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Tel Aviv dhidi ya Tehran. Vyombo vya habari vya Iran na Marekani vimeripoti kwamba Washington na Tehran wanapanga kurejea kwenye meza ya mazungumzo hivi karibuni, lakini vyombo vya habari nchini Israel vimeripoti kuwa maafisa wa ngazi za juu nchini humo wanatazamia kuwa mazungumzo yoyote kati ya pande hizo mbili yataishia kwenye mkwamo na kwa hivyo kuimarisha uwezekano wa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Hata hivyo, Iran imesema mara kadhaa kwamba mashambulizi yoyote dhidi yake yatajibiwa vikali na kwamba Israel na Marekani zitawajibika kwa chochote ambacho kitajiri wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.